mtakuwa mnaziona tunapoenda kuanza kipindi cha pili, kipindi cha mafundisho ya Biblia au Bible study. Ningependa kwamba tuweze kutilia maanani sana na pia kuwakumbusha kwamba wakati huu ni wakati sasa wa kuuliza maswali. Uliza maswali ambayo yanahusiana na Biblia. Kama wewe kweli una swali lolote ama kuna jambo ambalo unahisi kwamba haujawahi weko sawa ama hauko sawa katika Biblia, uliza ili Biblia iweze kukujibu. Si eti kwamba sisi tunajua, lakini tunaamini kwamba kupitia kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu tutaweza kupata kweli, maana tumefunzwa kwamba Mungu ndiye kweli. Kwa hivyo wakati huu ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu, mtumishi Nehemia Nyongesa, ili aweze kutuongoza katika kipindi hicho cha mafundisho ya Biblia. Mtumishi wa Mungu, karibu. Ningependa kuwasalimu hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi nashukuru sana haswa kwa wimbo ambao umeweza kuimba. Inazungumzia kitu kuhusu ng'ambo ya mto, si ndio? Ng'ambo ya mto. Yes. Egagoi. Kama kabjesu. Asante sana. Kwa hivyo najua mimi ni Mluya kutoka huko, na hii maneno naona kuwa ni mageni sana. Ni wimbo nzuri lakini lugha ndio inanipita. Natamani sana pia ningejua hii maneno. Sasa tunaingia kwenye fundisho la uchambuzi wa Biblia. Na kwenye fundisho la uchambuzi wa Biblia leo tunazungumzia kuhusu anguko la mwanadamu katika dhambi. The fall of man. Na kabla hatujaanza, nashukuru mwalimu ambaye ametutangulia, ametuzungumzia kuhusu afya. Siku ya juzi alizungumzia kuhusu lishe, vile watu wanapaswa kula. Na tutaguzia hapo kitu kidogo, alafu tuingie kwenye fundisho letu. Ningependa ya kwamba soma kitabu kinaitwa Petero wa kwanza 4 mstari wa 7, alafu tuingie kwenye fundisho letu. Petero wa kwanza 4:7 inasema hivi mwalimu, katika kitabu ni Petero wa kwanza 4:7, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Na tukeshe katika nini? Katika sala mwalimu. Hebu tuamini na tuombe. Mtakatifu, tunasema ni asante mchana wa leo. Tunapoingia kwenye fundisho hili, nitumie tu kama chombo na unipe hekima. Wasikilizaji wape usikivu na hekima ya kupambanua maneno haya. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani. Amina. Asante. Nashukuru mwalimu amezungumzia masuala ya mavazi, afya na mambo haya ya kuzingatiwa kwenye afya zetu. Na ningependa tuongeze kitu kidogo pale. Unajua haya yote ni yale yaliyochangia kwenye anguko la mwanadamu katika nini? Katika inaitwa the bondage of sin, katika simanzi la dhambi. Na katika sehemu ya mavazi, unajua siku hizi maadili yameharibika. Tukiingia kwenye unabii tutaangalia moral decay. Maadili yamepotoka sana. Kwanza kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Anuni ama Daudi. Daudi alipoona watu wanaingia kwenye ibada na mavazi ambayo hayapaswi, aliwatoa. Hebu nipe kitabu kinaitwa Wafalme. Natumai ni Samueli wa pili 10 mstari wa 4. Samueli wa pili 10 mstari wa 4. Natumai ni pale. Inasema hivi mwalimu. Katika kitabu ni Samueli wa pili 10:4 inasema, basi Hanuni akatoa hao watumishi wa Daudi. Basi Hanuni akatoa hao watumishi wa nani? Wa Daudi mwalimu. Twende. Akawanyoa nusu ya ndevu zao. Si kuna watu wamenyolewa nusu ya ndevu? Iko mwalimu. Na si kuna watu wamepasua nguo zao? Tukiingia kwenye mavazi, kuna siku kwenye fundisho la Biblia wiki ijayo tutaingia hapo zaidi. Nasemaje? Inasema mwalimu, akawanyoa nusu ya ndevu zao. Ndio. Akawakatia nguo zao katikati kama jinsi mwalimu. Kama jinsi wakakata inaitwa slit. Akawakatia nguo zao katikati. Hata wapi? Hata matakoni. Yaani kuna watu wamekata slit inaenda mpaka wapi? Matakoni mwalimu. Biblia matako ni lugha ya Kiswahili. Yaani sio matuzi. Ashakum hapana matuzi. Inasema wakakatiwa nguo mpaka matakoni.
akawatoa waende zao. Hao wakatolewa wafanye nini? Wakaenda Sababu mavazi kama hayo hayapaswi kwenye hekalu la nani? Kwenye hekalu la Mungu. Wanasema afya ni mkono wa kuume wa Injili. Nipatie Isaia, natumai ni Yeremia 4:30. Hii mambo ya wanja, mambo ya nini wanaita makeup. When you apply makeup, that means you are not sure with your beauty. Yaani au yuko na uhakika ya kwamba Mungu alikuumba katika njia ya ukamilifu. Inasemaje? Kitabu ni Yeremia 4:30, mwalimu inasema, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Wewe utakapotekwa utafanyaje? Utapojivika mavazi mekundu, utapojipamba mapambo ya dhahabu, utapojitia wanja machoni. Kumbe hata Biblia inajua wanja inapakwa wazi machoni. Unajifanya kuwa mzuri bure tu. Kumbe unakuwa mzuri bure tu. Hasa hiyo hata haina faida. Kwa hiyo Mkristo ambaye anamwabudu Mungu katika haki na kweli, inaendelea kusema mwalimu, wapenzi wako wanakudharau. Kumbe wapenzi wako wanafanyaje? Wanakudharau. Wanakutafuta roho yako. Wanatafuta nini? Roho yako. Sasa katika sehemu ya lishe, mtumishi wa Mungu ametufundisha na natumai imeeleweka. Ukisoma maandiko inasema kifo kiko wapi? Kiko kooni. Kimo sufuriani. Kimo sufuriani mwalimu. Hebu nipe kitabu kinaitwa Wafalme wa kwanza mwalimu. Wafalme wa kwanza 4:40. Wacha tuangalie mwalimu. Inasemaje? Nipo mahali mwalimu. Nipo pale. Kitabu ni Wafalme. Kama si wa kwanza na wa pili, angalia Wafalme wa kwanza 4:40. Wacha nifika pale mwalimu. Tunaambiwa kwamba kifo kimo sufuriani. Hii inasema hivi. Katika kitabu ni Wafalme wa pili 4:26. Tafadhali pika mbio sasa. Nataka 40, nataka 40. 40 nasema hivi mwalimu. Kitabu ni Wafalme wa pili 4:40. Hapo 40. Inasema hivi. Basi wakapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele. Wakasemaje? Mauti imo sufuriani. Kumbe mauti imo wapi? Imo sufuriani. Kwa maana siku hizi watu wanakufa, kumbe kifo kiko wapi? Iko sufuriani. Hata Yesu jaribio la kwanza lilikuwa kuhusu wapi? Appetite mwalimu. Na siku hizi appetite inaua watu sana. Katika ukwetu huko kwa Waluya, kwa matanga unyime mtu nyama. Kunyima tu mtu nyama my friend huko. Ingo. Yaani hiyo graji itawaisha. Biblia inasema kifo kimo wapi? Imo sufuriani. Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia chakula cha majani na mbegu. Lakini kwa ajili ya tamaa, kusoma Luka 21:34. Kwa ajili ya tamaa wana ulafi wakaomba nyama. Na nyama walipokula siku ya kwanza hivi, madhara yake ikaonekana. Yaani walikula nyama mpaka ikatokea kwenye mianzi ya pua. Tunaangalia hapo. Yaani unakula nyama mpaka inatokea kwa mapua my friend. Unadhania ni rahisi? Tutafika pale. Hebu soma. Kitabu ni Luka 21:34. Basi jiangalieni. Mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi. Kumbe Mungu anasema tujiangalie tusije tukalemewa na nini? Na ulafi. Tusije tukalemewa na nini? Na ulafi. Sasa ulafi ilifanya wana wa Israeli walipoomba nyama, madhara yake yakaonekana. Hesabu 11:18. Madhara yake yakaonekana namna hii. Yaani waliomba Mungu wakamwambia Musa, kule kwa Egypt inaitwa Misri tulikuwa tunapewa nyama na Farao, lakini tutafanyaje? Tutendeje utupe nyama? Akasema jitayarisheni nafsi zenu, maana mtakula nyama. Inasemaje? Kitabu ni Hesabu 11:18. 11 kitabu ni Hesabu, yaani kwa Kiingereza ni Numbers. 11:18 mwalimu samahani. Ndio. Inasema kisha waambia watu hao. Sasa wao wameomba nyama, Musa akaambiwa na Mungu ya kwamba kisha waambie watu hao, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho. Nanyi mtakula nyama. Nanyi mtakula nini? Nyama. Twende. Kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana. Mkisema ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huku Misri tulikuwa na uweli. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Twende.
hamtakula siku moja. Hasa nyama hamtakula kwa siku moja, wala siku mbili, hamtakula siku mbili, wala siku tano, wala siku tano, wala siku 10, wala siku 10, wala siku 20, wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima. Hata ukule nyama mwezi mzima inakusinya nyama hapa, itakusinya. Hebu endelea. Hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu. Hata hapo nyama itakapotokea kwenye mianzi ya nini? Ya pua zenu. Madhara ya kwanza ya nyama ikatokea pale, wakakula nyama paka ikatokea kwenye mianzi ya nini? Ya pua. Sasa kukula nyama si mbaya, lakini inategemea unakula nyama gani na ni mnyama yupi ambayo unamula. Hebu nipe, unajua nyama yote si nyama. Hebu nipatie Wakorintho wa kwanza 15:39. Yaani Biblia inasema nyama yote si nyama moja. Kuna wengine wanakula nyama ya watu na wajui, tutaonyesha kwenye sinema hapa. Wengine wanakula nyama ya samaki, ya hayawani, wengine wanakula ya watu. Hebu soma. Ama hata ya nguruwe mwalimu. Hata ya nguruwe tunafika pale sasa. Inasemaje? Wanakula yote. Kitabu ni Wakorintho wa kwanza 15:39. Inasema hivi. Katika kitabu ni Wakorintho wa kwanza 30:9. Naam. Inasema hivi mwalimu. Nyama. Acha tusome wasikie vizuri. Ndio. Inasema nyama yote si nyama moja. Nyama yote si nyama moja. Ila nyingine ni ya wanadamu. Nyingine kumbe nyingine ni ya nini? Ni ya wanadamu. Kuna nyingine ni ya wanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ni ya hayawani wa mwituni, nyingine ni ya ndege, nyingine ni ya ndege, nyingine ni ya samaki, nyingine ni ya samaki. Tena kuna hivyo mwalimu. Hasa tujue nyama yote si nyama ngapi? Si moja. Sasa nyama hii tulipopewa mtumishi wa Mungu anaitwa Ezekieli mwana wa Buzi, akasema licha ya kuwa wanadamu wanahitaji nyama, akatupa utaratibu wa kuandaa nyama hii. Nipatie Ezekieli 24 mstari wa 10. Ezekieli 24 mstari wake wa 10. Unajua nyama inaleta kansa na inadepend na vile unaitengeneza. Tunaambiwa na Biblia kwamba unapopika nyama unafanyaje? Soma. Kitabu ni Ezekieli 24:10. Naam, tia kuni nyingi. Unapopika nyama tunaambiwa tia kuni nyingi, uchochee motoni, chochea moto sana, itokose nyama sana. Itokose. Kuna wengine hata watokose nyama, akitoka kwa buchari haraka kwa mafuta shio mbio kwa sahani, anakula nyama choma. Wanasema tia kuni nyingi, tokosa nyama sana, fanyiza nini? Fanyiza mchuzi. Fanyiza mchuzi mzito. Fanyiza, mnajua mchuzi mzito? Yaani kuna mtu ndio hii. Ukipika nyama, ukishika hivi mfupa, nyama inatoka. Ama ukishika nyama mfupa inatoka. Lakini kuna nyama mtu akishika hivi, anang'ang'ana paka anachukua kisu anakata hivi akitafuna hivi. Hiyo inaenda kwa tumbo, inakaa masaa 72 ndio itoke. Hiyo ni madhara. Waislamu wanasema finali jahannam. Yaani hiyo inakutuma kifo direct. Sasa tujue kwamba afya ni kipengele muhimu katika maisha ya nini? Maisha ya mwanadamu. Amina. Ukimalizia Isaya 66:17, alafu tumalizie kipengele hicho. Hiyo ndio ilileta anguko la mwanadamu. Jambo la kwanza ilikuwa ni ulafi ama tamaa. Hebu soma pale. Isaya nimo pale mwalimu. Naam. Ngapi? 66:17. Twende pale mwalimu. Kuna wale wanaojitakaza nyuma ya hema, kumbe wanakula nyama ya panya. Mwenye anakula panya, na nguruwe. Mwenye anakula nguruwe haifai mwingine acheke mwingine, hao ni brother. Wacha tuangalie. Inasema hivi. Ndio. Kitabu ni Isaya 66:17. Naam. Watu wale wajitakasao nyuma ya nini? Na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe, na machukizo na nini? Na panya. Kumbe wanakula nyama ya nguruwe, wanakula machukizo, wanakula na nini? Na panya. Hayo yote ni machukizo, lakini Mungu anahitaji watu wake wawe wenye nini? Wenye afya. Kwa hivyo hiyo yote ilichangia anguko la mwanadamu katika dhambi. Jambo la kwanza tunaangalia dhambi ni nini? Dhambi maana yake nini? Wakorintho waraka wa kwanza wa Yohana. Dhambi maana yake nini? Nipe 3:4. Waraka ni wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 4. Tupe habari. Nimo pale mwalimu. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 4. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hivyo hii dhambi iliyoleta mwanadamu akaanguka, maana yake ni nini? Ni uasi. Mwanadamu alipotiwa kwenye shamba la Edeni, akaambiwa mti wa katikati usile. Akafanya uasi, akaasi sheria ya Mungu, inaitwa disobedience. Kutotii. Akaenda kinyume na nini? Na mapenzi ya Mungu. Sasa ukitwende pale kwenye mwanzo, unajua kila kitu kina
kina Mwanzo. Sasa nipe kitabu cha Mwanzo 2:17. Sheria ya Mungu ilikuwa inasemaje? Kitabu ni Mwanzo 2:17. Walakini matunda ya mti ya ujuzi na mema na mabaya usifanyaje? Usile. Kwa nini? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu akamwambia mwanadamu, siku utakapokula matunda ya huyo mti utakufa hakika. Sasa nyoka akakuja akadanganya mwanamke. Unajua nyoka ni muongo sana. Nyoka ni nini? Ni muongo. Nyoka ni shetani, tutaangalia kwenye unabii. Sasa nyoka huyo akikuja akamdanganya huyu mwanamke, nipatie 3:5. 3:4. Hiyo Mwanzo 3:4 inasema Kitabu ni Mwanzo 3:4. Mungu alimwambia mwanamke, utakapokula utakufa hakika. Alafu mwanamke, nyoka akasemaje? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtafanyaje? Hamtakufa. Nyoka atabadilisha sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Ndio maana tunaambia kwamba shetani ni muongo tangu mwanzo. Yohana 8:44. Yohana 8:44 tunaambia kwamba huyu nyoka ni anaitwa Ibilisi au shetani au joka, ni kitu kimoja, ama Lucifer ama Lewiathani, yote ni majina yake. Ni ama mwalimu. Hebu soma. Kitabu ni Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Inasema hivyo mwalimu. Ya kwamba ndio ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo pendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo wa Edeni, wala hakusimama katika kweli. Wala shetani huyu hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Shetani hamna hiyo kweli ndani yake, ndio maana alimdanganya mwanamke akaanguka kwenye dhambi. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe. Usema yaliyo yake nini? Mwenyewe. Sasa tujue ni muongo na baba wa nini? Na baba wa huo. Sasa yule anayetenda dhambi ni wa nani? Yule anayetenda dhambi ni wa nani? Nipatie waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Itaeleweka. Tujue ya kwamba shetani ndiye aliyeleta dhambi, na yule anayetenda dhambi bila shaka ni wa nani? Ni Ibilisi. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Tukawari. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa nini? Wa Ibilisi. Kwa nini? Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Ibilisi hutenda dhambi tangu lini? Tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Kusudi ili mwana wa Mungu kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi ya Ibilisi. Ili azivunje kazi za nani? Za Ibilisi. Tutaingia hapo kwenye mwana wa Mungu tukimalizia. Sasa tujue yule anayetenda dhambi bila shaka ni wa nani? Wa Ibilisi. Sasa tuangalie dhambi ililetwa na watu wangapi, na dhambi hii mshahara wake ni nini? Nipatie Warumi 5:12. Warumi 5:12 kipengele chake. Tupe habari. Kila kitu kina mshahara wake. Inasemaje? Warumi 5 mwalimu. 22 inasema 12:5. 12:5 kitabu ni Warumi. Yaani wa Romans chapter 5 12:5. Chapter 5:12 mtumishi wa Mungu. Inasema hivi mwalimu, samahani. Imo pale. Nipe habari. Kitabu ni Warumi 5:12. Kwa hiyo kwa kuwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kumbe huyu mtu mmoja alileta dhambi wapi? Ulimwenguni. Na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Kwa hivyo hii dhambi ikaleta mauti, na mauti hii ikafikia watu wangapi? Wote mwalimu. Watu wote, kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Patie 3:23 Warumi huyo. Warumi 3:23 inasema nimo Warumi 3:23 inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo tujue sisi zote tumefanya nini? Tumefanya dhambi. Lakini Mungu, Mwenyezi Mungu ni mwenye haki. Yesu Kristo ni mwenye haki. Ukienda pale na wewe ni mwenye dhambi, punde unapoziungama yeye anasamehe. Ukisema kwamba una dhambi unajidanganya. Waraka wa kwanza Yohana 1:7. 1 John 1:7 uende mpaka 9. Yaani Biblia inasema yule anayesema ya kwamba hana dhambi, yeye ni mkora. Yeye ni porojo. Tujue dhambi ilifikia kila mtu na mauti ikaja. Inasema mwalimu. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 1:8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Wala kweli haimo mwetu.
Warumi 6 unipatie 23. Dhambi ina mshahara wake, na hiyo ndio imeangamiza wanadamu sana. Inasemaje? Kitabu ni Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana sasa mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Bali karama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Ni uzima wa milele Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika Kristo Bwana wetu tuna nini? Tuna uzima wa nini? Wa milele. Wa milele. Sasa katika Kristo huyu ukiwa mwenye dhambi, anasema ufanye nini? Upatie 3 matendo. Matendo 3:19 inasema utubu, yaani tubuni, mrejee iwapo wewe ni mwenye dhambi. Tujue dhambi ilileta mambo mengi katika ulimwengu huu. Inasemaje? Inasema ni katika Matendo ya Mitume 3:19 mwalimu anasema tubuni basi mrejee. Tubuni basi mfanyeje? Mrejee. Kwa hiyo maandiko, mtumishi wa Mungu Luka aliandika kitabu cha Matendo, anasema wewe kama ni mwenye dhambi, anasema tubuni basi mfanye nini? Mrejee. Ili kwamba ili dhambi zenu zifutwe. Ili dhambi zenu zifanyeje? Zifutwe. Zifutwe. Tuko pamoja? Amina mwalimu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tujue, hebu nipatie kitabu cha nabii Isaia. Nabii Isaia nipatie 8:19. 8:19. Imo pale mwalimu. Kitabu ni Isaya 8:19. Ndio. Maandiko matakatifu, maneno ya Mungu yanasema, ndio, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi, waliao kama ndege na kunong'ona Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Na waende kwa inasema ni mwalimu. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ashikilia hapo. Amina. Kwa hivyo tujue kwamba tunapaswa kumwendea Mwenyezi nani? Mwenyezi Mungu. Hatupaswi kuendea wenye pepo. Kuna watu wanaendea wenye pepo tu. Kazi yao ni kuendea wenye nini? Wenye pepo. Tutaingia hapo kwenye unabii na kitaeleweka. Mpaka Waislamu. Mpaka wa nini? Waislamu. Ukisoma katika kitabu cha Uislamu sura ya 72 inaitwa Suratul Jinn. Tutasoma. Hii tutaisoma hapo tukiingia kwenye unabii. Hao wanahusiana na mambo ya mapepo. Sawa. Majini. Suratul Jinn. Tutafika pale. Sasa jambo lingine tujue ya kwamba Yesu tu, damu ya Yesu ndio inaweza kusafisha dhambi. Hata ukijiosha kwa sabuni na magadi, Biblia inasema hiyo, kitabu cha Yeremia 2:22. Hata ukijiosha kwa sabuni na magadi haiwezekani kuosha uovu. Uovu huu ama dhambi hii inaoshwa kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu Kristo. Inasemaje? Inasema katika kitabu ni Yeremia 2:22. Tutabari. Maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi. Ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi. Lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu. Bado uovu huo umeandikwa mbele za nani? Mbele zangu. Mbele za Mungu. Tuko pamoja? Asema kwa hivyo, asema Bwana, yule atakayeokoka ni kwa damu tu ya Kristo, kumkiri Kristo. Hebu nipe 3:36 Yohana. 3:30 na ngapi mwalimu? 3:36. 3:36 John. Tunaambia kwamba amwaminie mwana wa Mungu yuna uzima wa milele. Asiyemwamini anafanya nini? Atatahayarika. Kwa lugha nyingine inasemaje? Kitabu ni Yohana Mtakatifu 3:29. 36. Samahani mwalimu. 3:39 nasema. Kitabu ni Yohana Mtakatifu 3:39. Na sita nasema, amwaminie Mwana una uzima wa milele. Yuna uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana huyu hataona uzima. Hataona nini? Uzima. Kwa hivyo huyu Mwana ndiye aliyetuma ulimwengu atuokoe kwenye dhambi, atupatie nini? Uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:3 na 4. Sasa tufike pale, tunaambiwa kwamba yeye tu mwana wa Mungu, Yesu Kristo Bwana wetu, yeye tu ndiye anaweza kupeana uzima. Nasemaje? Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana mwalimu 5:3 na 4.
5:3 na 4 kwa mwenye naandika. Biblia takatifu neno la Mungu linasema mwalimu. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 5:3 na 4 inasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito, wala amri zake sio nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda, na huku ndiko kushinda ulimwengu, ushindikako ulimwengu, kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo imani gani? Yetu. Hata hiyo imani yetu tunaambiwa katika yeye tunashinda, na zaidi ya kufanyaje? Kushinda. Warumi 8:37 anasema katika yeye tunashinda, na zaidi ya kufanya nini? Kushinda. Na zaidi ya kushinda. Wapendwa, unajua mimi nafurahi sana sababu fundisho linaeleweka. Omba Mungu hekima sana ili kwamba uweze kupambanua maneno haya. Inasemaje? Inasema katika kitabu ni Warumi 8:37 inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda. Katika mambo hayo yote tukiwa na Kristo tunashinda, na zaidi ya kufanyaje? Kushinda. Na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyefanyaje? Aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda. Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tujue katika yeye tunashinda, na zaidi ya kufanyaje? Kushinda. Kwa sababu yeye aliyetupenda. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoelekea kumaliza tujue ya kwamba dhambi ililetwa kwa ajili ya uvunjaji wa sheria, na kwa ajili tulivunja sheria Mungu akatupa kitu inaitwa neema, ili neema hii tukomboe katika dhambi. Sasa kuleta neema hii haifanyi sheria kuondoka, bado sheria ingalipo. Bwana asifiwe. Amen. Warumi 6:1. Nimo pale mwalimu. Kitabu ni Warumi 6:1 nasema, neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Asha. Hapana. Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sisi tuliofia katika dhambi tutaishije katika dhambi? Tutaangalia kufia kwenye dhambi ni nini. Tutaangalia katika sehemu ya ubatizo. Kuna mada inaitwa ubatizo. Unajua kuna watu wameangaisha watu wa Mungu kwa ubatizo mbalimbali, lakini ubatizo wa kweli ni mmoja tu. Ni moja tu. Mwalimu. Hebu ni kwa Efeso. Kitabu cha Efeso 4:5. Waefeso. Tuna imani moja, ubatizo ni mmoja, na Bwana ni mmoja. Hakuna ubatizo mingi, hakuna ubatizo 2 au 5 ama 10. Inasema katika kitabu cha Waefeso 4:5, Bwana mmoja, Bwana ni mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Ubatizo ngapi? Moja mwalimu. Kwa hivyo tujua kwamba ubatizo wa kweli ni mmoja, ambao Bwana wetu Yesu Kristo alibatizwa ndani ya maji mengi. 3:23 Yohana. Wacha tufike pale mwalimu. Tufike pale, hiyo ni mchuzi tu, lakini tutaingia kwenye fundisho hilo siku ya kesho. Kitabu ni Yohana 3:23 nasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Karibu na nini? Karibu na Salimu. Kwa nini? Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa sababu huko kulikuwa na nini? Na maji tele. Na maji tele. Tuko pamoja? Yaani maji mengi mwalimu. Yaani maji mengi. Huwezi nyunyuzia mtu maji, hiyo ni maji tele. Hakuna mwalimu. Unaweza zamishwa ndani ya kikombe? Hawezi. Ndani ya jagi? Hawezi. Na wale wanasema uninyunyuzie, ati uninyunyuzie maji Bwana. Bwana ananyunyuzaje maji kwenye kikombe, ili hali Bwana mwenyewe alibatizwa ndani ya maji mengi? Sasa kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Petero. Petero alikuwa anahubiria watu kama vile tunahubiri hivi. Hao watu wakachoma mioyo, wakamwambia Petro, Bwana umetuhubiria, sasa tufanyaje ili tupate ondoleo la dhambi zetu? Akawaambia tubuni. Matendo ya Mitume 19 mwalimu. Nipatie Matendo ya Mitume 2:37 hapo sasa. Tuma pale. Matendo ya Mitume 2:37 inasema. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Walipoyasikia hayo wakachoma mioyo zao, wakamwambia Petero na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Ndio. Petero akawaambia, tubuni. Kumbe suluhisho pekee kupata ondoleo la dhambi
ni kutubu. Tubuni mfanyeje? Mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi. Mpate ondoleo la nini? La dhambi zenu. Ondoleo la dhambi zenu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nipatie waraka wa kwanza wa Yohana 4:14. Hiyo tu ndio dawa. Yesu Kristo ndiye yule anayeweza kuokoa ulimwengu. Inasemaje? Waraka ni wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana nipatie 4:14 ndugu yangu. 4:14 inasema, kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 4:14. Inasema, na sisi tumeona na kushuhudia kuwa Baba, na sisi tumeona na kushuhudia ya kwamba nini? Baba Mungu amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kuwa mwokozi wa nini? Mwokozi wa ulimwengu. Tuko pamoja? Amina. Kwa hivyo hata kuna mwanamke anaitwa Msamaria alikuwa anatenda dhambi sana. Alikuwa anatenda dhambi katika Yohana 4. Yesu alipomsamehe dhambi, akaenda akatangaza kwamba nimekutana na nabii. Na akakiri ya kwamba yeye ndiye nabii katika kifungu cha 44. Ya kwamba yeye ndiye anayeweza kuokoa nini? Ulimwengu. Inasemaje? Inasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 4:14 44 inasema, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia kwamba nabii apata heshima katika nchi yake mwenyewe. 46 inaendelea kusema, basi ilifika tena Kana ya Galilaya. Kuna mahali inasema yule mwanamke akaenda. Tupatie 36. Inasema hivi 26 inasema Yohana Mtakatifu 5:36. Unasoma chapter gani? Yohana Mtakatifu 4 mwalimu. Fungu la 36. 36 inasema, naye afunaye upokea mshahara. Mbona sio? Yule mwanamke mzinzi ama ni Yohana 8? Hebu nipe Yohana 8. Ni Yohana 8 mwalimu. Hebu nipe 44. Licha ya kwa gani kama ni hiyo? Ni Yohana 8 mwalimu. 8:44 inaongelea kuhusu Ibilisi, baba mwenye uongo. Kwa hivyo tujue kwamba hata mwanamke Msamaria alienda akatangaza ya kwamba amesamehewa dhambi zake. Kwa hivyo pia sisi hatuna budi kusamehewa dhambi zetu, haijalishi umetenda dhambi ya namna gani. Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi hizo zote. Paulo hakuna kitu hakufanya, alifanya udhalimu wote, lakini Yesu alimsamehe. Daudi alifanya kila kitu, Mungu alimsamehe. Kwa hivyo tujue pia kwamba sisi wanadamu, licha ya kuwa tunatenda dhambi, tuzitubu katika Kristo, naye atatuondolea dhambi hizo. Si Mungu awabariki zaidi? Amina. Kwa hivyo ningependa ya kwamba usome fungu la mwisho, alafu tuombe. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13:9. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wake wa 9. Inasema hivi, katika kitabu ni Ufunuo 13 mstari wa 9. Naam. Biblia neno la Mungu linasema mwalimu, ndio, mtu akiwa na sikio na asikie. Na afanyaje? Na asikie. Tuamini na tuombe. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya fundisho. Zidi kutupa kibali na hekima ili tuweze kuishi kulingana naye. Mwalimu anayekuja mtumie vile vile ili aweze kulitukuza jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani. Amen. Amen. Mungu